Nishukuru kamati ya utendaji ya TEFA iliyomaliza muda wake Februari 7 mwaka huu, lakini niwapongeze wanachama wa TEFA kwa kutambua wajibu wao ni nini. Wameshirikiana na kamati ya utendaji iliyopita kunikabidhi ofisi leo, na kwa sababu tangu nimechaguliwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu katika ukumbi wa My Promise Chamazi Mfenesini, nilikuwa sijakabidhiwa ofisi. Kulikuwa na taratibu za makabidhiano ya ofisi ambazo zilikuwa zinaendelea baina ya kamati ya utendaji iliyomaliza muda wake na sisi, lakini kwa jambo la kushangaza baadhi ya viongozi waliopita walikuwa wamekaidi kukabidhi ofisi. Mpaka leo wanachama na kamati ya utendaji iliyopita wameamua kulikabidhi kwa mikono yao miwili taasisi yao. Kwa hiyo niwaambie, TEFA nitaiunganisha, itakuwa TEFA moja, na kuanza leo natangaza makundi yote na yavunja. Nitafanya kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu chama cha mpira wa miguu Manispaa ya Temeke wanachama wake ni vilabu, na vilabu vinatambua utendaji wangu kwa sababu niliwahi kufanya kazi na wao katika vipindi tofauti. Mwenyekiti, umeainisha kuwa walikuwa viongozi waliopita walikuwa wagumu kukabidhi ofisi, pengine walikuwa na sababu zipi? Sababu hawana, ni uroho tu wa kung'ang'ania madaraka na kushindwa kuheshimu katiba za vyama pamoja na kanuni. Sasa hizo si dalili mbaya pia kwa uongozi wako, maana upinzani tayari utaendelea kuwepo? Nitavunja makundi kwa sababu chaguo la umma na umma ndio umeshinda. Walinichagua wanachama, niliona tangazo la uchaguzi, nikaja nikachukua fomu kwa hiari yao wenyewe, wanachama wakaamua kunikabidhi niwe mwenyekiti wao ili kuondosha hiyo migogoro na vurugu zilizopo TEFA kwa sasa. Pengine mpaka sasa hujapata ushirikiano moja kwa moja, maana bado kuna makufuri hapo katika ofisi. Baada ya baadhi ya viongozi waliokuwa wanang'ania madaraka kuamua kufunga ofisi na kuondoka nje ya eneo hili, wanachama wakaamua na wao kuweka kufuli zao kufunga mpaka utatuzi wa mgogoro huu utakapofanyika. Kwa hiyo kwa sasa hivi ningependa niipishe kamati ya utendaji iliyopita, kwa maana katibu mkuu wa sasa azungumze machache, atakuwa na uwezo wa kuzungumza mambo mbalimbali yakiwemo ya wanachama, lakini pia changamoto mbalimbali alizokutana nazo. Kwa kifupi tu mwenyekiti, unahisi baada ya muda gani angalau utaweza kupiga hatua kubwa? Baada ya muda gani baada ya kutoka? Kwa sababu naungwa na mkono na walio wengi, kwa kushirikiana na wao na imani sitochukua muda mrefu kuvunja haya makundi yaliyopo. Bila shaka swali la mwisho la nyongeza. Tumeona hapa watu wamekusanyika wengi nje, lakini kama hivyo makufuri bado yanaonekana yamekaa katika milango ya ofisi. Manake bado kuna mgogoro. Itakuwaje, kazi itaanzaje kwako ukiwa kama mwenyekiti? Nitaanza kazi kwa sababu walionikabidhi, kwa maana vilabu ndio wenye mali. Matatizo haya kwa muda mrefu wanachama, kwa maelezo wanaonipa, walikuwa wamelalamika katika maeneo mbalimbali yanayohusu TEFA, lakini kwa njia moja au nyingine walishindwa kupata utatuzi. Kwa hiyo sasa leo wameamua kama wenye mali waje kuchukua nyumba yao. Sidhani mwenye nyumba anapochukua nyumba yake kama mpangaji tena una sababu ya kubaki. Umesimikwa mamlaka sasa, kwa maana wamekukabidhi. Ni hatua ipi inafuata sasa baada ya hichi kinachoendelea? Hatua ya kwanza nitaitisha kamati ya utendaji ya TEFA ambayo iliyopatikana tarehe 7 na kuzungumza mipango mkakati. Kwa hiyo kwa sasa nitakuwa sina mazungumzo mengi ya kueleza, kwa sababu nafahamu maadili ya uongozi. Maamuzi ya kamati ya utendaji ndio yatasimama kuhakikisha TEFA inapiga hatua. Jumanne Nyamlani ni katibu mkuu wa chama cha mpira Manispaa ya Temeke TEFA. Mimi kwanza niwapongeze wanachama wetu wa vilabu vya Manispaa ya Temeke kwa utulivu na uvumilivu waliouonyesha katika kipindi chote ambacho baada ya mchakato wa uchaguzi kukamilika. Uchaguzi wa TEFA wa kikanuni na kikatiba ulifanyika tarehe 7 mwezi wa pili. Kwa hiyo tokea tarehe 7 mwezi wa pili mpaka leo ndio wanakabidhi ofisi kwa mwenyekiti wao. Kwa hiyo kwenye hili mimi niwapongeze sana kwa uvumilivu wao wote katika kipindi kilichopita. Katibu, wanakabidhi ofisi, lakini bado makufuri, maana uongozi unafuata kazi. Hii ni hatua ya kwanza ilikuwa ni uchaguzi. Hatua ya pili ilikuwa ni kuandika barua kwa viongozi waliopita kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi. Tuliwaandikia barua
kama katibu, kama mtendaji mkuu wa TEFA niliwaandikia barua baada ya uchaguzi kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi na nyaraka mbalimbali. Nimeandika barua mara ya kwanza, nimeandika barua ya pili, hakuna ushirikiano ambao tuliupata. Kwa hiyo kwa kuzingatia hii ni TEFA, shughuli za TEFA zinatakiwa ziendelee na uchaguzi wa katiba ushafanyika, nayo mamlaka ya kukabidhi ofisi kama mtendaji wa chama cha mpira manispaa Temeke. Kwa hiyo leo tumetoa mialiko kwa wanachama kuja kushuhudia tukio hili halali kabisa, na ndio limefanyika hivi sasa. Kuna kila dalili ya kutokuwa na maelewano kati ya pande mbili. Hii itatokea nini? Si kama vita inaendelea tu? Hapana, unajua uongozi au mchakato wa uchaguzi si matakwa ya mtu. Mchakato wa uchaguzi ni matakwa ya katiba. Katiba ya TEFA inaeleza wazi kiongozi anapatikana kwa namna gani. Kwa hiyo sisi tunasema hatuna mgogoro Temeke. Uchaguzi wa wanachama wote umefanyika tarehe 7 na kiongozi kashapatikana. Kwa hiyo leo tumemkabidhi ofisi. Sasa ni jukumu lake yeye kuwaunganisha wana Temeke na kutengeneza mikakati ya maendeleo kwa ajili ya mpira wa Temeke. Kama kila kitu kimepatikana kihalali na kinapaswa kukabidhiwa kihalali, kwa nini kuna watu wanaonekana wanavunja sheria kwa maana hawako tayari kukabiliana na hilo jambo, kulifanya katika njia ya maridhiano, lakini inaonekana ni kama wanalikwepa na pengine labda kulipa mgongo kabisa kwamba hawataki kuelewa? Mimi sijui ni kwa nini, labda inawezekana nyuma yao kuna mtu anawahalalisha, lakini sisi uhalali wa uongozi wetu ni kwa mujibu wa katiba ya chama cha soka manispaa Temeke. Katiba ndio itaamua nani kiongozi halali, lakini kwa mchakato ulivyoenda, nafikiri wanahabari nyinyi wenyewe mnajua kwamba mchakato ulianza Disemba, hakuna malalamiko sehemu yoyote mpaka tulivyofika stage ya uchaguzi, na mpaka leo tunamkabidhi mwenyekiti ofisi. Kwa hiyo sisi tunaamini katiba yetu ndo msafu wetu. Katiba ndo umeamua nani hawe mwenyekiti wa TEFA. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa matakwa ya katiba yetu ya TEFA, huyu ndo mwenyekiti halali na hatuwezi kujua kama kuna mtu anajiita kiongozi. Swali la mwisho lakini la kutaka kupata ufafanuzi. Makabidhiano haya yamefanyika nje ya ofisi. Kwa mujibu wa macho yetu kama waandishi wa habari, tumekabidhiana nje ya ofisi, ofisi imefungwa. Nini kitafuata sasa kama nyie mwenye mamlaka? Mimi nafikiri usiseme nje ya ofisi. Sisi tuko ndani ya ofisi za chama cha mpira manispaa Temeke, kwa sababu hata huyo anayeongoza anayemaliza muda wake halikabidhiwa ofisi nje ya wilaya ya Temeke. Kwa hiyo sisi bado tuko ndani ya manispaa Temeke kwenye ofisi zetu. Kufunga ofisi ni maamuzi tu. Tunaweza tukakaa sehemu yoyote tukakabidhiana ofisi kwenye eneo letu la ofisi. Hizi umuhimu wote ni ofisi za TEFA. Kwa hiyo mimi nasema hakuna cha kutilia shaka, kwa sababu katiba ya chama cha mpira manispaa Temeke imesajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi, sheria namba 12 ya mwaka 67, sheria za kanuni za BMT. Labda ni hatua gani za mwisho zitafuata, kwa maana kwa wale ambao wanaonekana labda wanapinga uongozi huu, lakini nidhamu na kisheria mmepanga kuwafanya nini? Sasa nafikiri mwenyekiti katika mazungumzo yake alisema ataitisha kikao cha kamati ya utendaji muda si mrefu kwa ajili ya kuzungumzia maeneo yote haya, lakini mimi ni waase wadau wa Temeke, si vyema kupingana na matakwa ya katiba ya chama cha mpira manispaa Temeke. Kupingana na matakwa ya katiba maana yake wewe si muungwana, si mwanafamilia ya mpira. Mmekereka, mmekwazika? Hakuna mahala tulipokeleka, hakuna mahala tulipokwazika. Sisi tunajiona tuko amani, tuna furaha, na ndio maana unaona wanachama wanamshangilia mwenyekiti wao.